Tuanze kulichakata joto kuelekea katika dabi. Ni mechi ambayo hakuna mtu ambaye itamwacha salama. Yaani pressure kila mtu anayo. Mtu hukumu kwa aliyekuwa msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe kujihusisha na mpira kwa muda wa miaka miwili. Wananchi au mashabiki wa Yanga wamekuja juu kusema kwamba kama TFF wamemuonea Ally Kamwe. Najaribu kufikiria ina maana mpaka leo wapo mashabiki ambao wanategemea hamasa kwenda uwanjani. Fountain Gate akiwa wenyeji pale KMC Complex mbele ya KMC. Ni kwamba alipata alama ambazo zimeweza kumpandisha mpaka nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Rejesho kwa nyota wa klabu ya Santos Neymar Jr katika timu ya taifa ya Brazil. Ni takriban miezi 18 imekosekana kwenye kikosi. Sasa anarejea. Of course toka amerejea Santos amekuwa ni Neymar ambaye anatamani kurejea katika soka la ushindani. Victor Gyokeres anaonekana kuwa na kiwango bora sana katika mechi za hivi karibuni ambazo amekuwa akizicheza. Kati mpaka sasa kafunga magoli 43 na assist 15. Yani anawasha moto sana. Ndio unaweza kusema ni miongoni mwa washambuliaji ambao ni perfect kwa sasa. Yes bana, ni siku nyingine nzuri kabisa ya mwana michezo popote ulipo. Karibu sana katika Sports Recap, tuyajadili yote kimichezo ambayo yamejiri kutokea hapa nyumbani Tanzania. Leo ni Machi 7 siku moja kabla ya kuelekea kwenye Kariakoo Derby. Ndio maana unaona kidogo tumeanza tuna vibe kidogo kuna mengi ya kukujuza, lakini kubwa zaidi ni kuelekea katika Kariakoo Derby, namna ambavyo wananchi mara baada ya kauli ya shirikisho la mpira Tanzania TFF kupitia kamati ya maadili kumfungia Ally Kamwe, wananchi wao wametoa maoni yao, sasa mashabiki wa Yanga kuona kama Ally Kamwe kaonewa. Sasa tutaligusia pia hili, na huko barani Ulaya pia tutagusia mara baada ya kuitwa kwa muda wa miaka miwili katika kikosi cha timu ya taifa ya Brazil, hatimaye nyota wake Neymar dos Santos amerejeshwa katika kikosi hicho. Tutaangazia hili kinagaubaga. Karibu sana. Mimi ni Victor Lusega, nipo na Kiapo Benedicto ambaye yeye atahakikisha kwamba kila ambacho tutakichambua katika siku hii leo anakupa uchambuzi kinagaubaga. Sasa rasmi tuanze uchambuzi wa matukio yote ya kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Tukianza katika pressure kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa siku ya kesho pale katika dimba la Benjamin Mkapa, ikiwakutanisha Yanga dhidi ya Simba, mchezo ambao kila mmoja anasubiria kwa hamu kuwa shahidi wa tukio hili adhimu kabisa. Tuanze kulichakata joto kuelekea katika dabi hii hapo. Yeah, of course dabi unaambiwa haina kipengele. Haina mpambano. Yaani labda iko kipengele moja nacho wewe. Of course, yeah. Ni mechi ambayo hakuna mtu ambaye itamwacha salama. Yaani pressure kila mtu anayo. Kwa sababu ukiangalia nature ya namna ambavyo ilivyo, Yanga wanataka kupata uhakika wa kupata ubingwa kupitia kwa Simba. Simba wanataka uhakika wa kupata ubingwa kupitia kwa Yanga. Kwa automatic lazima pressure hii itakuwa kubwa. Unakumbuka Young Africans kwa nini wanataka hii pressure waiondoe? Lazima wapate matokeo mbele ya Simba, waongeze lile gap ambao hata kama wakija kupoteza mbele ya Azam kidogo inakuwa gap lishakuwepo tayari. Hata kama Simba wakisogea still bado unaweza ile alama moja inaweza ikadumna ikawasaidia. Ndio maana kuna pressure kubwa kutoka kwa mashabiki, kutoka kwa wachezaji, lakini pia kutoka hata kwa viongozi. Pressure ni kubwa sana. Na hii pressure inaongezeka ukiondoa vita ya alama na vita ya ubingwa. Pressure hii inaongezeka kwa sababu currently tunazungumza wachezaji wa Simba na Yanga wamekuwa na performance nzuri sana, performance kubwa sana unajua kwenye michezo ya ligi. Unaweza kusema ni msimu ambao tunashuhudia ile triple attackers kwenye timu wamekuwa na namba kubwa ya magoli na hata assist pia. Ndio msimu ambao tunashuhudia tunakwenda kwenye derby. Ukiweka wale triple players wanaweza kukupa combination ya magoli zaidi ya 30 contribution ya magoli yao. Mwangalie Prince Dube magoli 10, assist 7, contribution ya magoli 17. Clement Mzize magoli 10, assist 2, contribution ya magoli 12, magoli 29 watu wawili. Nenda kama angalie Pacome Zouzoua ambaye amefunga magoli 7 na assist 5, ukiweka combination ya magoli 12, ukiweka pale magoli 30 na ambaye anatengenezwa na wachezaji watatu pekee. Ukija kwa upande wa Simba, muangalie Jean Chazawa ambaye ameassist magoli 5, amefunga ameassist magoli 6, amefunga magoli 10, assist
contribution ni goli 16. Lionel Ateba naye goli 8, assist kadhaa, lakini kama Salivo Steven Dese Mukwala magoli hayo 8 pia na assist zake pembeni. Kwa actually unaona kuna hali fulani hivi inakupa taswira kwamba huu ni ushindani wa hali ya juu sana baina ya safu mbili ambazo zimekuwa zikijiandaa kwenda katika mchezo husika. Lakini pia angalia walimu, unajua tunamzungumza Fal Davis ambaye pengine anaweza asiende akakupa ushindi wa magoli mengi, lakini akakupa ushindi wa bao moja ambao limempa alama 3 afu then akaenda kutulia. Lakini tunakwenda katika mechi ambayo tunafahamu Africans wamekuwa na tabia ya kufunga magoli mengi katika mchezo hivi ya karibuni. Na issue ya kufunga magoli mengi Simba, wao rekodi yao wanayosema muda mrefu, msimu jana tu walifanya hivyo kwenye mechi ya dabi. Umeona? Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni mechi ambayo itakuwa na tension kubwa, mechi yenye mvuto wa aina yake, na tusubiri kwa sababu ili joto kila mtu alijamwacha salama, kila mtu anafikiria namna gani anaweza kulihold ili joto. Sawa, lakini tumeona pia kwa Fadlu Davis toka aje katika ligi kuu soka Tanzania bara amekutana na Yanga mara 2, ile kwenye ngao ya hisani ambayo alipoteza bao moja, lakini pia ile ambayo alipoteza pia bao moja kwenye mzunguko wa kwanza. Melody Hamdi yeye ni kwa mara ya kwanza kwenye dabi yake. Unadhani hii vita makocha kunaweza kucreate tension kwa kiasi gani kuelekea kwenye hii dabi? Fal Davis cha kwanza alipoteza dabi zote mbili wakati timu yake ikijaribu kufanya kitu bora uwanjani. Iko watu wengi watakubali kwa sababu Simba ya misimu miwili iliyopita ambayo ilikutana na Yanga face to face, so Simba hii ambayo imekutana na Yanga face to face katika msimu huu. Tunafahamu Yanga tayari wana chemistry ile ambao walikuwa nayo toka misimu miwili huko nyuma. Hawajavunja kikosi kwa muda mrefu. Simba walikutana na Yanga katika nyakati ambazo walikuwa wanatengeneza timu yao. Unazungumza kwenye kombe, kwenye ngao ya hisani ambayo Yanga waliondoka na ushindi wa bao moja. Lakini unazungumza kwenye mechi ya ligi ambayo Simba hadi walikuja wakajifunga goli katika namna ambayo unaweza kuzungumza tension ilikuwa kubwa sana. Lakini this time around Simba wameshapata experience na radha ya katika michuano mbalimbali. Kacheza Confederation Cup, ka qualify sasa ya dhadi yupo ndani ya quarter final, kapata mechi za ushindani nyingi. Young Africans nao wamepata radha yao kupitia michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Then unaweza kugundua kwamba kila timu imeweza kujiandaa na imeimprove katika eneo fulani. Kwa hiyo bora ambao tulikuwa tunatamani kuona dabi ambayo itatupa tafsira ya timu zote mbili zikiwa bora, ndio hii ambayo tunakwenda kuiona. Kwa hii dabi haina kipengele kwa sababu hakuna mtu ambaye ataleta sababu. Na hadi sasa ukiangalia nyota wote muhimu wa timu zote mbili, hakuna taarifa ambayo inazungumza kwamba watakosekana. Kwa obvious tunaweza kushuhudia mchezo ambao utakuwa mkali na mchezo wa kusisimua pia. Sawa, lakini pia tukiangazia taarifa nyingine kutokea hapa nyumbani Tanzania, mara baada ya shirikisho la mpira Tanzania TFF chini ya kamati ya maadili kutoa hukumu kwa aliyekuwa msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe kuto kujihusisha na mpira kwa muda wa miaka 2. Wananchi au mashabiki wa Yanga wamekuja juu kusema kwamba kama TFF wamemuonea Ally Kamwe hivi. Of course. Wengi wanajiuliza maswali mengi sana. Cha kwanza ngine maswali ambayo nakutana nayo kutoka kwa watu ni kwa nini wamfungie wakati tunaenda kwenye dabi. Hii ni mind game kujaribu kuwatoa watu katika mchezo husika. Yes, naheshimu contribution ya Ally Kamwe ndani ya klabu ya Yanga. Ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa. Wakati mwingine mashabiki wanaenda mbali. Sasa nani atahamasisha mashabiki waende uwanjani? Na ukizingatia ndo mwenyeji. Of course najaribu kufikiria, ina maana mpaka leo wapo mashabiki ambao wanategemea hamasa kwenda uwanjani. Unajua mimi najiuliza haya maswali. Hii nchi ambayo watu tunasifu ligi yetu ina ubora wa hali ya juu, imekaa kwenye top 6, kwenye top 5, hadi top 4 mara kadhaa, tunasifu vipi eti watu wanategemea hamasa ndipo wajae uwanjani? Ni kitu ambacho kinafikirisha. Kwa hiyo ukiondoa malalamiko yao ya nani atafanya shughuli kubwa ya kuwashawishi mashabiki wanapaswa kufahamu Ally Kamwe sio taasisi. Umeelewa? Wao wapo kwa ajili ya Yanga. Wanapaswa kwenda kusupport Yanga katika mazingira yoyote yale. Lakini
again mashabiki ambao wanalalamika kwamba Alikama wameonewa, of course wapo katika position kwa sababu hiyo kitu ina interest kwenye upande wao. Yani wao kuwa defend Young Africans ni wajibu wao, kwa sababu ni sehemu ambayo wao wanapatia furaha kwa automatic watakwenda tu kwa support Young Africans katika mazingira yoyote yale. Lakini ukirudi kwenye uhalisia, tunazungumza katika nyakati ambazo Alikamwe amefanya vitu ambavyo kimsingi kwangu mimi havipo katika hali ya kimchezo. Unajua, tunafahamu interest ya Yanga ni kuwa mabingwa, interest ya Simba ni kuwa mabingwa, interest ya Azam, ya Singida Black Stars, ya Fountain, wote hawa ndoto yao siku moja kuwa mabingwa. Kwa tunapotengeneza mazingira, kwa mfano kilichomhukumu yeye kutengeneza mazingira ya kuona mshindani wako anabebwa na taasisi moja ambayo inawasimamia. Alikama ni mtu ana influence kubwa, ana connection kubwa mjini. Akisema jambo lazima utaweza kuliamini. Je, alivyotuaminisha kwamba TFF wapo macho na wanaona kile ambacho Simba wanafanywa kama ni favor. Nini maana yake? Ni kulikosea adabu shirikisho. Lakini huyu Alikama ambaye leo watu wanasema anaonewa, ndio ambaye mara kadhaa pia amefanya matukio ambayo sio ya mchezo. Matukio mengine hatuwezi kusema mara kwa mara, lakini yapo matukio ambayo amefanya sio ikiwa na michezo. Na mara zote Alikama ameshawahi kusema hadharani kwamba inawezekana kwenye mpira wa Tanzania mimi peke yangu ndo ambaye nakosea. Kila nikisema hiki wanakuja wanafanya hiki, kila nikifanya hivyo wanakuja wanafanya hiki. Lakini mtu ajiulizi maswali, ajifikirie kwa nini wewe tu katika nyakati zote. So kwangu mimi naamini ni wakati ambao of course ni pigo kubwa sana kwa Alikama kukosekana katika miaka miwili. Ni miaka mingi sana kwenye career yake, of course, lakini ukizingatia bado umri wake ni kijana. Naamini anaweza akasurvive akakaa vizuri, lakini kama ana nafasi ya kuapeli anaweza kuapeli maamuzi, then kila kitu kikafanyika katika hali iliyokuwa bora. Kwa hiyo mimi naamini ni nyakati bora na nyakati ambazo zinaweza kusaidia pia. Sawa. Basi tumalizie taarifa ya mwisho kutokea hapa nyumbani kabla tujaangazia taarifa nyingine kutokea nje ya mipaka Tanzania. Tumeshuhudia jana michezo mbalimbali imechezwa ligi kuu soka Tanzania bara, NBC Premier League. Tumeshuhudia Fountain Gate akiwa wenyeji pale KMC Complex mbele ya KMC na wanafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2-1 na kurejea katika nafasi yao ambayo mara zote wamekuwa kikaa namba 6 pale. Ligi imekuwa na ushindani sana. Yeah, of course ligi imekuwa na ushindani mkubwa, lakini hii ligi inataka hesabu nyingi sana katika hizi nyakati. Kwa sababu ukifanya utani kidogo tu, utani huo unaweza kukuathiri moja kwa moja, ukajikuta umeshuka chini katika eneo ambalo lina hatari zaidi. Lakini wasifu sana Fountain ambao walikuwa katika dimba la KMC. Unajua pale KMC Complex akiwa gumu sana. Singida Black Stars alikufa pale katika nyakati ambazo pia hata mwenyewe hakuamini nini ambacho kilikuwa kimetokea. Kwa kwangu mimi naweza kusema kwa namna moja au nyingine ni nyakati ambazo Fountain walizihitaji sana. Unajua kwa mfano jana Fountain angepoteza, kwa automatic alikuwa anatoka katika nafasi ya 8, angedrop kidogo katika nafasi ya 10 au 11. Lakini uzuri ni kwamba alipata alama ambazo zimeweza kumpandisha mpaka nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Walisubiriwa Dodoma, pengine wangemchallenge, lakini Dodoma naye akaambulia sare mbele ya Coastal Union wakiwa nyumbani katika dimba la Jamhuri. Again wakati wado tunaendelea kufight na kufikia namna gani ambayo tutakuwa bora. JKT ndio pengine anaweza kutoa upinzani, lakini JKT anaweza kaa na wakati mgumu sana sasa katika mbele ya Tabora United katika dimba la CCM Kirumba Mwanza, ambapo Tabora walitangaza kuhama uwanja baada ya bodi ya ligi kufungia ule uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Kwa of course kwa sasa Fountain wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wana maintain EPS, wana maintain kile ambacho wamekianza, ili kuhakikisha kwamba wakipata matokeo katika mechi 3 za mbele, of course watakuwa na uhakika kusaidia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Wasisubiri mpaka mechi za mwisho. Kwa mfano mechi msimu jana wakati Fountain ikiwa ni Singida Fountain Gate, walitakiwa kusubiri mpaka mechi 2 za mwisho ambazo wajua hatima yao, ambao pia Fountain ndio ambao walishiriki kwenye kumshusha daraja Geita Gold. Of course. Kwa hiyo mechi kibabe sana. Mechi kibabe sana na walifanya kazi kubwa sana, na mentality ilikuwa ni kusalia salama katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa hiyo naamini ni nyakati ambazo Fountain wanaendelea kupata confidence
na tumeona Elimu Kono ni kama amejaribu kuonyesha kwamba ana kitu ndani yake ambacho anaweza kuwasaidia. Kwa nadhani ni nyakati ambazo zinaweza kuwa bora na zikawasaidia sana kuhakikisha kwamba wanaweza kusaidia katika nafasi bora ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Sawa. Basi na kwa taarifa yetu tuhamie katika uga kimataifa kuangazia taarifa nyingine za kimichezo ambazo zimejiri kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Kama kawaida basi taarifa kubwa kule barani Ulaya au na nje ya mipaka ya Tanzania kwa ujumla ni kurejeshwa kwa nyota wa klabu ya Santos Neymar Jr katika timu ya taifa ya Brazil mara baada ya kukosekana kwa muda wa miaka miwili. Hatimaye sasa mwamba amerudi. Nadhani kile kiwango bora ambacho amekuwa akionyesha katika timu yake ya Santos kwa hivi karibuni inaweza ikawa ndo sababu ya yeye kurejeshwa labda. Yeah, of course, hiyo ni sababu kubwa. Neymar ni former captain wa timu ya taifa ya Brazil. Miongoni mwa watu ambao wanadaiwa vitu vingi sana na taifa la Brazil, basi ni Neymar. Pengine katika nyakati ambazo watu wanatamani Neymar angebeba Brazil mgongoni na akaenda step in akafanya mambo makubwa akiwa na timu ya taifa ya Brazil. Yes, ni takriban miezi 18 amekosekana kwenye kikosi. Sasa anarejea. Of course toka amerejea Santos amekuwa ni Neymar ambaye anatamani kurejea katika soka la ushindani. Kwa amekuwa akiprovide kile ambacho kilichokuwa bora, na wakati mwingine watu wanasema inawezekana wakati yuko Al Hilal alifake injuries arudi nyumbani kwanza akajipanga. Anakuambia ukiona mambo magumu unaweza kupiga mpira kwa kipa. Yeah, kwa unajua wakati mwingine unajiuliza huyu Neymar ambaye alikosekana takriban mwaka mzima aliyekuwa nje na acheze mpira miguu, inawezekanaje akarudi haraka katika ubora huu ambao anaonyesha? Kwa ni standard ya mchezaji mkubwa. Ameset standard ambayo kwa sasa imekuwa ni njema na imekuwa ikimsaidia pia. Kwa kwangu najaribu kuona na najaribu kufikiria ni nafasi ambayo Neymar pengine yeye binafsi alitamani sana. Kwa hata mashabiki, wapenzi, hata watu wa kutoka taifa la Brazil walitamani kumuona Neymar Santos da Silva anarejea katika ubora. Hii ni chance ambayo pia inaweza kuwa boost. Kuna madogo wengi, mfano kama Endrick, pengine alikuwa hajapata chance ya kucheza pamoja na Neymar. Kwa hiyo inaweza kuwa ni chance yake ambayo anakwenda kucheza na legend ndani ya timu ya taifa ya Brazil. Kwa hiyo of course ni nyakati ambazo hata makinda wanaweza kunufaika pia na kurejea kwake. Sawa, lakini katika hali ya kushangaza tumeshuhudia Anthony licha kuwa katika kiwango bora kabisa katika klabu yake mpya, lakini hajaitwa katika kikosi hicho. Yeah, of course miongoni mwa vitu ambavyo watu wanajiuliza. Unajua Anton ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi niseme ukweli, licha hiki ambacho anakionyesha leo ndani ya klabu ya Real Betis, ni kama watu wanampimia kuangalia nini ambacho atakifanya kwenye mkopo wake wa miezi 6 ndani ya klabu ya Real Betis. Yeah, ni kama amekuja pop up hivi kwa haraka, lakini unajua tofauti. Anthony yeye ni striker, mshambuliaji wa mwisho, lakini Neymar yeye ni creator mzuri ambaye anaweza kulink team katika eneo la katikati. Na Brazil style of playing tunaifahamu, huwa wanapenda kuwa na watu wengi ndani ambao wana create chances na wanaweza kupaka rangi mpira, wabunifu wengi. Kwa nadhani pengine hiyo qualification kidogo imemnyima nafasi Anthony kuweza kurejea katika kikosi cha timu ya taifa ya Brazil. Sawa, basi tuangazie taarifa nyingine kumuhusu nyota wa klabu ya Sporting Victor Gyökeres. Anaonekana kuwa na kiwango bora sana katika mechi za hivi karibuni ambazo amekuwa akizicheza. Unadhani performance ya Sweden huyu siri yake mafanikio inaweza kuwa ni nini labda? Yeah, Victor Gyökeres katika msimu wake wa kwanza na Sporting CP. Unajua Victor Gyökeres alikuwa amecheza Brighton msimu jana, lakini hakupata playing time ya kutosha na walimkatia tamaa. Yani Brighton akaanza huyo hawezi kutofa kitu kingine tena, wakamwacha aende for free. Kwa Sporting CP walivyomsajili jamaa mpaka sasa kafunga magoli 43 na assist 15. Yani anawasha moto sana. Ndio unaweza kusema ni miongoni mwa washambuliaji ambao ni perfect kwa sasa kwenye ligi za bara la Ulaya. Kwa kwangu mimi nasifu kile ambacho amekifanya, kile ambacho amekionyesha mpaka dakika hii, na pengine wakati Arsenal wanafikiria namna gani wanaweza kupata
mshambuliaji ambaye atawasaidia katika eneo la mwisho, basi unaweza kusema Victor Gyokeres yuko pale. Ni perfect choice endapo kama wataweza kupata huduma yake. Lakini wakati huo pia tunafahamu Ruben Amorim ndiye ambaye alikuwa mwalimu wake kutoka msimu unaanza kabla hajaondoka kwa Sporting CP. Kwa namna moja au nyingine anaweza kumshawishi pia kujiunga na Manchester United ambayo nao pia ina struggle kupata striker ambaye anaweza akawa na msaada. Kwa of course Victor Gyokeres naye pia ni miongoni mwa watu ambao ni target man sokoni katika msimu huu wa dirisha kubwa litapokuja, kama ilivyokuwa kwake Alexander Isak na baadhi ya nyota wengine. Kwa hiyo Victor Gyokeres pia bila shaka ni target man katika dirisha hili linalokuja. Sawa, basi na kwa taarifa yetu tunafikia tamati ya Sports Recap kwa siku ya leo, ikiwa ni Machi 7 mwaka 2025. Shukrani za kutosha kwa kila mmoja ambaye amehakikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Mimi naitwa Victor Lusega, nilikuwa na ndugu yangu Kepo Benedicto ambaye yeye amekupa nondo kweli kweli kuhusiana na vitu vingi ambavyo tumevijadili katika siku ya hii leo. Nikutakie siku iliyo njema, lakini pia nikutakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo mwema wa Kwaresma. Bye bye.